Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu yangu Muislam na mpenzi katika imani. Kama unapata kipato lakini kile kipato hakitoshelezi haja zako za lazima, kwa maana hakimalizi haja zako za lazima, ama unapata kipato kingi lakini namna unavyokitumia, namna unavyokimaliza ni tofauti na matarajio yako jinsi yalivyokuwa. Kuna baadhi ya watu wanapata kipato kikubwa, namna kinavyoisha katika mkono wake hajui. Hii ina maana ya kuwa kipato chake kinakosa baraka, kipato chake kinakosa kheri na yeye, kwa maana anapata lakini namna anavyokitumia, maskini ya Mwenyezi Mungu anakuwa hajui. Akijilinganisha yeye na wale ambao wanapata kipato chini ya yeye, anajikuta wale wanaopata kipato chini ya yeye wana maendeleo zaidi kulikoni yeye ambaye anawazidi wenzake kipato. Ama riski yako imekunjwa, ni riski yako imekunjwa, imekuwa ni ndogo maskini, ili uweze kukamilisha mahitaji yako, labda mfano kwa siku unatakiwa upate labda 30,000, lakini ukipambana maskini unajikuta unapata 10,000 ama 15,000, jambo ambalo linakuwa halitoshelezi haja zako za lazima. Sasa vipi utafanya ili kile kipato chako Allah akikunjue zaidi, kiwe kikubwa zaidi, uweze kupata haja zako zile za lazima? Au kama unapata haja zako zile za lazima kwa kiasi kikubwa, lakini pesa yako inaisha, haina baraka katika mkono wako, ama una ugumu katika upataji wa riziki. Nieleweke vizuri, una ugumu katika upataji wako wa riziki, unapambana, unashikamana na hivi, unapambana hivi, unapita huku, unarudi kule, lakini bado mambo yako ni magumu. Uradi ni huu hapa: ya basitu antal wasi'u, ya basitu antal wasi'u. Huu ndio uradi: ya basitu antal wasi'u, ya basitu antal wasi'u. Huu uradi, ndugu yangu Muislamu na mpenzi katika imani, una faida kubwa kabisa na una maajabu makubwa kwa mtu ambaye riski yake imekunjwa, kwa mtu ambaye riski yake haina kheri na yeye maskini, kipato chake anakipata hajui anamaliza vipi. Ndugu yangu mwenye ugumu katika kupata kipato chake, uradi ni huu: ya basitu antal wasi'u, ya basitu antal wasi'u. Tajriba ya uradi huu ukiufanya baada ya swala ya magharibi ndo unakuwa hatari zaidi katika kukufanikishia mambo yako. Yani uradi ukiwa una desturi ya kufanya baada salati al-maghribi ndo unakuwa una maajabu makubwa kabisa. Sasa idadi yake ni ipi? Idadi yake ndugu yangu ni mara 617, yani mara 617. Ukiusema baada ya salati al-maghribi, umekaa na tasbihi yako pale: ya basitu antal wasi'u, 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 ukafanikiwa kuufanya mara 617, ndugu yangu, suala lako la riski kwa idhini ya Allah litakuwa lepesi kupita kiasi. Swala lako la kama unapata riski lakini ile riski haikutoshi, utashangaa Allah atakavyoikunjua riski yako. Utashangaa namna Mwenyezi Mungu atakavyoikunjua riski yako ikawa kubwa. Utapata riski kutoka katika kona mbalimbali usizozitarajia wala usizozitegemea. Lakini wakati mwingine wa kuifanya hii dua unaweza pia ukaifanya baada salati al-isha. Unaweza ukapata baada al-maghrib au baada salati al-isha, ama ukaanza maghrib mpaka swala ya isha ikakukuta, ukadhibiti idadi yako, ukaswali swala ya isha, baada salatu al-isha ukaendelea na ule uradi, ukamaliza pale kile kiasi kilichobanikiwa. Yani jitahidi sana ubalance hapa. Kama we ni mzito, ukianza maghrib ya isha itakukuta hujamaliza ile idadi, unaweza ukafanya isha itakapoadhiniwa ile adhana swala ya Isha, si haujamaliza idadi yako, unadhibiti. Baada ya kudhibiti idadi yako, utakapomaliza kuswali swala ya Isha, unaendelea na ile uradi yako unaimalizia. Kuna maajabu makubwa sana ndugu yangu Muislamu na mpenzi katika imani katika huu uradi: ya basitu antal wasi'u. Nini maana ya haya majina ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ya basitu, ewe mkunjufu, mwenye kukunjua masala ya riziki, mwenye kukunjua kheri zake. Antal wasi'u, wewe ndio mwenye wasaa zisizokuwa na mipaka, wewe ndio mwenye wasaa zisizokuwa na kipimo. Wallahi, unapomsifu Allah subhanahu wa ta'ala katika haya majina yake, usiweke shaka katika kufanikiwa katika mambo yako, wala usiweke shaka katika juu ya mambo yako kuwa yanakwenda sawa sawa. Ya basitu antal wasi'u mara 617 baada al-maghribi, baada ya swala ya maghribi, au baada al-isha, au baada ya swala ya isha,
Hapo utaona maajabu ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kukutengenezea mambo yako, katika kukupa baraka katika riziki yako, na kuzidishiwa riziki itokayo mashariki, magharibi, kusini na kaskazini. Wala dhikrullahi akbaru, na kumtaja Allah ni katika mambo makubwa 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 sana. Ili uweze kufaulu, ili uweze kufanikiwa, ndugu yangu, shikamana na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wala usiwe na wasiwasi juu ya dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwani dhikri ni miujiza mikubwa kabisa kabisa katika maisha ya mwanadamu. Shukran lakum wa jazakumullah khair. Salamullahi alaykum wal afwa.